Je, unajua unaweza ukawa ni mtoaji mzuri wa zaka na sadaka, lakini bado ukaishia kuwa ni mhitaji, maskini na mtu uliyejaa madeni? Kuna watu wengi duniani, mamilioni ya watu wanaomtolea Bwana zaka na sadaka, lakini maisha yao yanazidi kuwa magumu, mazito kadiri wanapoendelea kumtolea Mungu. Tatizo ni nini? Je, Mungu ni mwongo? Hapana, la hasha, si mwongo, hajawahi kudanganya. Unaweza ukamlaumu Mungu sana, lakini katika somo la leo tunakwenda kujifunza siri nzito 5 za namna ya kufanya ili hizo baraka zako ambazo Mungu anakupa kupitia kumtolea Bwana zaka na sadaka, kama tulivyojifunza somo la kwanza, ziweze kukaa na kuzaa na kuwa na faida kwenye maisha yako. Kabla hatujaanza, tunapaswa kufahamu vitu vyote ni mali ya Mungu. Sisi ni wasimamizi wa vile ambavyo Mungu ametupa. Hekima ya kusimamia na kuchota na kuzipokea zile baraka ambazo Mungu anaziamuru kuja kwetu haipatikani kupitia mafunzo ya kielimu darasani. Yanapatikana katika madhabahu ya Mungu mtoa baraka. Na kitabu chenye mbinu na njia za kuchotea na kupokelea zile baraka ambazo Mungu ametupatia ni Biblia. Hapa Patakatifu Media tunakwenda kuangalia Biblia kama kitabu cha suluhisho la kila tatizo la kimwili, la kiroho, la kiafya na la kiakili. Hebu tuombe. Mungu, ninaomba kwa ajili yangu na mtazamaji wangu, ili tunapoenda kujifunza pointi hizi kubwa 5 za namna ya kuzuia baraka unazoziachia zisituponyoke na kuondoka. Bwana, fungua akili, fahamu na uelewa wetu. Masomo haya yakawe ni baraka katika maisha yetu, kwa jina la Yesu, amen. Tumeona tatizo si Mungu. Mungu amebariki, sisi tumeshindwa kuzichota zile baraka. Ni sawa sawa na umeomba mvua na mvua ikanyesha. Iliponyesha hukuandaa vyombo vya kupokelea na kutunzia yale maji ya mvua. Unakuja na kifuniko, kizibo cha soda kuchota baraka za Mungu. 99.999 ya baraka zote za mvua inaishia ardhini na kupotea, na unabaki na kadogo ambako hata ukinywa kiwa haijakata. Tumeandaa masuluhisho 5 katika changamoto hii. Tena kuna yawezekana wewe ni miongoni mwa wale ambao wameacha kabisa kumrudishia Bwana zaka na sadaka, baada ya kuona licha ya kutoa, licha ya kumrudishia sadaka na zaka kupitia mifumo halali ya kikanisa, bado maisha yako yameendelea kuwa ya uhitaji, madeni na umaskini. Jambo la kwanza, zaka inafungua mlango wa baraka za Mungu, madirisha ya baraka za Mungu. Mipango kazi na mikakati yako uliojiwekea inaandaa njia ya kuzipitishia hizo baraka zilizofunguliwa na Mungu wako. Malaki 3:10. Nijaribuni kwa njia hiyo, mkaone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Kwa Mungu anafungua madirisha ya mbinguni. Zaka na sadaka zinafungua madirisha ya mbinguni, lakini njia ya kupitishia hicho kinachotoka kwenye hayo madirisha ni mipango yako uliyoiandaa kwa ajili ya kuhakikisha hizo baraka hazinakaa na hazitapakai, hazitapanyiki kutoka kwako. Testimonies to the Church, kitabu cha Testimony to the Church, volume 3, ukurasa wa 394. Zaka ni sehemu iliyotengwa na Mungu. Kuizuia ni kumwibia Mungu, na hilo linazuia mtiririko wa baraka zake katika mambo yetu ya kidunia. Na kukumbusha hii ili usije ukaacha kutoa. Inazuia mtiririko wa zile baraka. Madirisha yanajifunga. Lakini sasa yamefunguliwa, afu vitu havipo au vinakuja vinaponyoka. Shida ni nini? Zaka ni ufunguo wa mlango wa mbinguni. Zaka
ni ufunguo wa mlango na madirisha ya mbinguni. Lakini mipango, budget, system unazojiwekea ni ramani inayokuongoza kuelekea kwenye hazina hiyo. Ufunguo bila ramani utakuacha mlangoni ukiwa masikini. Zaka ni ufunguo wa madirisha ya mbinguni. Amesema ni jaribuni 3:10 Malaki mpate kuona kama sitawafungulia. Kwa zaka inafungua. Budget au mipango na mikakati ya maisha ndio ramani inayokuongoza kuelekea hapo palipofunguliwa. Ufunguo bila ramani utakuacha mlangoni ukiwa maskini. Maana vitu vimefunguliwa, lakini umesimama mlangoni. Uende wapi hujui, vikusaidieje hujui. Hiyo ni changamoto namba 1. Unapomrudishia Bwana zaka na sadaka, amini kwenye akili yako ya kwamba madirisha ya mbinguni yamefunguliwa. Lakini kufunguliwa kwa madirisha ya mbinguni hakukufanyi ubaki tu salama. Lazima uwe na budget, lazima uwe na plani, mipango, ambayo hii mipango itasababisha kuchora njia ya kupitishia hizo baraka ambazo Mungu amezifungua. Watu wengi wanatoa zaka na sadaka, wanaomba sana, lakini Mungu akikuuliza iko wapi njozi na mipango ulioipanga kwa ajili ya hizi baraka kupita ziweze kuwa baraka kwako na kwa wanaokuzunguka, hakuna kitu. Kwa unakuta umesimama mlangoni, mlango umefunguliwa, lakini hauwezi kukusaidia kitu. Jambo la pili, Mungu anabariki gara au masehemu ya kutunzia zile baraka na si masufuria yanayovuja. Wote tunaweza tukaenda kwa Mungu kuomba baraka na Mungu kazishusha. Mwenzako ana sehemu bora ya kupokelea baraka. Wewe umekuja na lichombo, tenga limevuja. Unataka kuchota baraka za Mungu kwenye tenga, zinapita, zina matobo, zinaondoka. Kumbukumbu la Torati 28:8. Bwana ataamuru baraka ije juu yako katika maghala yako. Bwana ataamuru baraka ije juu yako katika wapi? Maghala yako. Je, unayo maghala ya kupokelea baraka za Mungu? Unayo mipango ya kupokelea baraka za Mungu? Unayo makampuni ya kupokelea baraka za wateja za Mungu? Unavyo vitu gani, vyanzo gani vya kupokelea baraka za Mungu? Naye ataamuru baraka ije juu yako. Juu yako wapi? Katika maghala yako. Wengi baada ya kwenda na chombo kilichoziba sufuria, mipango thabiti ya kupokelea baraka za Mungu, tunakwenda na matenga au vichanja ambavyo ukiweka baraka zinapita na kumwagika. Counsels on Stewardship, ukurasa wa 249, anasema hivi: wengi wangeshinda matatizo yao ya kifedha kama wangekuwa na nidhamu ya kuweka akiba kidogo kidogo na kuepuka matumizi yasiyo na lazima. Moja ya matobo ya baraka ambazo Mungu anatoa, tunashindwa kuwa na mipango na tunajikuta tunafyonzwa na matumizi yasiyo na lazima. Hivyo baraka za Mungu zinatapanyika na kutawanyika. Unachuta ulichofanikiwa kukifaulu kukitunza kinakuwa ni kidogo. Baraka za Mungu zinahitaji karama ya mipango na kuweka akiba kwa ajili ya kuiwekeza zaidi. Baraka izae baraka zaidi. Mungu hawezi kumwaga baraka kwenye gunia lililotoboka. Kama huna gara au mipango, alafu ukamwomba Mungu baraka za hata kwa kutoa sadaka na zaka, maana yake unamwomba Mungu akupe vitu ambavyo huna mahali pa kuviweka. Jambo la 3, nguvu ya Mungu inahitaji ushirikiano na bidii. Kuna kitu kinaitwa siri ya mafanikio ya kiroho ya mcha Mungu. Ni muunganiko kati ya nguvu za kibinadamu
na kitu inaitwa divine power, nguvu za kimungu. Vitu viwili hivi vikiunganika, tunasema tunapata mafanikio ya kimwili yaliyoambatana ya kiroho. Neno linatimia. Waraka wa 3 wa Yohana 2, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Wale wote ambao kwa kumtegemea Mungu 100% wamedeploy, wamejitoa kwa nguvu zao zote kufanya kile ambacho Mungu amewapa kufanya, ukijumlisha na nguvu za Mungu, matokeo yake si ya kawaida. Na ndio maana kuna vitu vitatu tukovijua, inaitwa 3D 3 za kiroho. D ya 3 inaitwa discovery, tambua Mungu amekupa nini. D ya 2 inaitwa develop, endeleza kile ambacho Mungu amekupa. D ya 3 ni deploy, fully deployment kuiweka katika vitendo kile ambacho umegundua Mungu amekupa kwa nguvu zako zote, akili zako zote, uwezo wako wote. Kisha kwa kumtegemea Mungu, Mungu anaachia katika maisha yako. Mithali 21 mstari wa 5. Mipango ya mwenye bidii huleta utajiri. Mipango ya mwenye bidii. Kuna mipango, kuna bidii. Hapo juu tumetoka kuangalia kutoa zaka, we huna mpango. Zaka hiyo itasababisha ni sawa na mtu aliyefungua mlango afu aingie ndani, achukue vilivyomo ndani. Sasa bwana, mimi bwana nateseka. Mipango ni ramani na kupelekea kuchotea baraka za Mungu. Mipango ya mwenye bidii huleta utajiri, bali kila mwenye haraka huambulia umaskini. Watu wenye haraka huwa hawana mipango, na watu wenye mipango ni watu wenye kuona mbali. Hata kama sasa anakula ugali na chumvi, lakini mpango unamwambia baada ya miaka 5 utakula pilau pamoja na nyama ya kuku na vitu vizuri. Kwa hii chumvi ya leo na ugali wa leo ndio daraja la kukufikisha pale. Kwa anajua kuna mipango inamtunza sasa ili afikie malengo yake. Christ Object Lesson, ukurasa wa 331. Maombi hayawezi kamwe kuchukua nafasi ya kazi. Mungu hata tufanyia kile ambacho amewapa binadamu akili na nguvu ya kukifanya. Kuna mtoa zaka mmoja na sadaka, anatoa zaka na sadaka na kuomba sana, lakini anategemea maombi, anategemea zaka na sadaka zimfanyie kile ambacho yeye mwenyewe alipaswa kufanya. Kumbuka Yesu alipomponya mtu mmoja kwenye birika la Siloamu, ambaye anasema, tazama nimekuwa siwezi kwa muda wa miaka 38. Yesu alimwambiaje? Simama, jitwike godoro lako uondoke. Sio Yesu aliyemsimamisha, tayari amempa nguvu za kusimama. Sio Yesu aliyemwambia ajitwike, aliyemtwika. Yesu tayari ameshampa nguvu za kujitwika. Sio Yesu aliyemshika miguu na mikono na kumtembeza. Tayari ameshampa nguvu ya kutembea. Matatizo mengi ya watoa zaka na sadaka ambao hawaoni matokeo ya baraka za Mungu, wanasubiri Mungu awafanyie kile ambacho tayari ameshawapa nguvu ya wao kufanya. Hicho kitu kinakuwa si sahihi. Moja ya masuluhisho ya mikwamo ya matoleo yako ni kwamba lazima ingie kwenye kitu cha deployment, kuingiza katika kazi vile ambavyo Mungu amekupa. Kuomba baraka bila kufanya kazi ya akili ni kumdhihaki Mungu. Unaomba Mungu akupe baraka, haufanyii kazi akili na mawazo na ujuzi ambao Mungu amekupa, unamdhihaki Mungu. Mungu anabariki kazi ya mikono yako. Mungu habariki uvivu wa magoti yako na viungo vyako. Kwa tafuta kazi ya Mungu kubariki, na kwa ukubwa upi? Tayari Mungu ameshakupa vya kufanya. Ingiza kazini na Mungu atakutendea. Jambo la 4, suluhisho namba 4. Kwa nini unatoa zaka lakini huoni matokeo? Kwa nini unatoa zaka lakini huoni matokeo? Suluhisho la 4, kanuni ya Yusufu, usimamizi wakati wa neema.
usimamizi wakati wa neema. Maandiko yanasema kila jambo lina wakati wake. Kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kushuka. Wakati neema ya Mungu inapokuwa nyingi kwako, unaisimamiaje? Unaisimamiaje? Tayari Mungu amekupa akili ya kusimamia. Inaitwa kanuni ya Yusufu, ujuzi na mbinu ya kuzisimamia nyakati za neema. Watoa zaka wengi wanadhani hata maisha ya nje yakibadilika, Mungu atawafanyia in advance. Lakini kumbe kuna wakati Mungu hutoa neema fulani ili uisimamie vizuri. Wakati itakapoondoka neema hii, vile ulivyovisimamia vitasaidia kukava hili gepu mpaka msimu mwingine wa neema utakaporudi. Nataka kusema nini? Kitabu cha Mwanzo 41 mstari wa 34 mpaka 35, na waweke akiba ya chakula, kiwe akiba ya nchi hiyo kwa miaka ile 7 ya njaa. Miaka 7 ya utele inajumuisha miaka 7 ya kutunza akiba kwa ajili ya wakati wa njaa. Kwa hiyo wakati unapomwomba Mungu, ukaweka mipango, ukatekeleza mipango, baraka zikaja zikakujilia, zikajaa katika gara. Akaamuru baraka zijae katika gara zako, katika gara zako. Kuna wakati unaweza ukaja gara ikawa imepungua kidogo. Lengo ya hizi gara, katika matumizi yako ukate kipande kingine kwa ajili ya akiba. Kuna wakati kanaweza katokea kanjaa ka miaka fulani michache 7. Hiki ambacho unacho, hii ni principle ya kimungu. Hii ni principle ya kimungu. Lazima uchanganye utoaji wa zaka na sadaka na hekima za kimungu za utunzaji wa kile ambacho umepewa. Ndio maana Yesu unayemjua huyu, alipomaliza kulisha watu mikate 3 na samaki 3 na mikate 2 kule kwenye ule mkutano wake, aliwaambia wale wanafunzi wake, kusanyeni vyote vilivyobaki. Kwa nini? Hiyo ni principle ya kutunza. Pamoja ya kuwa na akiba kwa ajili ya kuwekeza zaidi, lakini lazima uwe na akiba kwa ajili ya emergency, kwa lolote litakatalotokea. Hii si masuala ya darasani, ni masuala ambayo yanatolewa katika maandiko matakatifu. Adventist Home, ukurasa wa 396, anasema kila familia inapaswa kuwa na mfumo wa bajeti. Kushindwa kupanga ni kupanga kushindwa. Na katika mfumo wa bajeti lazima uweke na kipengele kidogo kwa ajili ya kwa lolote litakalotokea, uwepo na kingine. Haya ndio matumizi zile baraka ambazo Mungu anaziachia anapofungua mabaraka yale ya mbinguni, alafu ukawa na vyombo vya kupokelea zile baraka. Kuna sayansi ya kudili navyo, na hii ndio hapo tunajifunza katika somo la siku hii ya leo. Yusufu hakuishinda njaa kwa maombi. Usikae ukategemea ikitokea Mungu atasaidia. Yusufu hakuishinda njaa kwa maombi. Alishinda kwa kuisimamia 20% ya mapato, kiasi ambacho kilitunzwa, akakisimamia vizuri. Mungu anapokupa maono, kibebea maono ya kimungu, lazima uweke mifumo, system ya kibinadamu ya kuiweka yale maono katika utekelezaji na katika utendaji wa kila siku. Maono ya kimungu aliyoyapata Yusufu, kwamba baada ya miaka 7 ya raha na vyakula vingi, inakuja miaka 7 ya njaa, ilimpa kuwa na mifumo ya kibinadamu ya kuandaa ile mifuko ya kutunzia vyakula kwa ajili ya wakati ule mwingine. Kuna watu hata ugumu unapokuja, wanapopata maisha mazuri na Mungu akawaambia baadaye kuna kali atakuwa vizuri, wanasubiri Mungu huyo awafanyie vitu ambavyo walipaswa kuvifanya wakati wa neema. Agabo, nabii mmoja anaitwa Agabo, katika kitabu cha Matendo ya Mitume, alionyeshwa kuna njaa itakuja Yerusalemu, na Yerusalemu hakuna watakatifu, hakuna mashamba. Paulo akatumwa kukusanya fedha na mali kwa ajili ya kuzileta kanisani
ili wakati hii njaa itakapokuja watakatifu wa Mungu wasiweze kuteketea. Nataka kusema nini? Mungu anakupa vision, Mungu anakupa mafunuo, anakupa maono, lakini kama hauna system za kibinadamu za kuyaweka haya maono katika utekelezaji, utamlaumu Mungu bure. Namba 5, nidhamu ya kusema hapana kwa tamaa. Viko vitu vingi sana vinatuletea tabu na vinageuka kuwa matobo ya kutunzia baraka ambazo Mungu ametupa, lakini adui mkubwa ni inability to say no, kutokuwa na uwezo wa kusema hapana. Kitabu cha Timotheo wa kwanza 6:6, lakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Iko mivuto mingi sana ya kitamaa ambayo leo umetembea, Mungu amekupa gari zuri, umeona mtu ana gari bora zaidi, tamaa inawaka, unajikuta umeingia. Yaani unavutwa, unaendeshwa na tamaa. Utauwa ambao manake ni godliness, ucha Mungu, na kuridhika, kuwa na moyo wa kuridhika kwa vile ambavyo Mungu amekupa, ni anasema nini? Ni faida kubwa. Ni faida kubwa. Hajasema ni mtaji, amesema ni faida. Amesema ni faida, na ni faida kubwa. Unataka faida kubwa au unataka kuishi maisha tu ya tamaa? Mungu akupe uwezo wa kusema hapana kwa kila mivuto inayotaka kuvuta, kukupokonya vile ambavyo Mungu amekuletea. Una watu wanatamani kuonekana na muonekano wa kitajiri, muonekano mzuri wa kufanikiwa, wakati hata hayo mafanikio bado Mungu hajaruhusu. Unavutwa kutaka kuiga, unavutwa kutaka kufanya kama mtu fulani, unavutwa na kila mivuto. Nataka nikutie moyo, utauwa ni faida kubwa na kuridhika. Hebu nikusomee hapa Letters and Manuscripts Volume 10. Anasema hivi: wengi wanatumia fedha ambazo hawajazipata bado kwa kununua vitu wasivyo vihitaji ili kuwavutia watu wasiowapenda. Ili uonekane na wewe umo, unakwenda kutumia mikopo, unakwenda kutumia, sio vitu vibaya, ni vitu ambavyo matumizi yake ni ili uweze kuwavutia watu, ili usionekane uliosoma nao umebaki nyuma sana. Kwa hivyo unafanya ili waumini wenzangu wasije kaniona na mimi choka mbaya, ngoja nikajitutumue na mimi. Kumbe umeenda kuchukua kifyonza uchumi na kitu ambacho Mungu anasababisha onekane kama vile uwabariki watu wake. Kumbe watu wake wamesahau, hawamepungukiwa na uwezo wa kusema hapana kwa tamaa ambazo si za kicha Mungu. Nguvu ya Mungu, nisikize vizuri, haipo katika kuipata fedha tu peke yake, bali ipo katika uwezo wa kusema hapana kwa matumizi yanayoenda kuathiri na kujeruhi na kuiua kesho yako. Uhuru wa kifedha, financial freedom, au tumeongeza financial security, usalama wa kifedha au uhuru wa kifedha, huanza kwa kuwa na nidhamu ya kiroho. Nidhamu ya kiroho. Nidhamu ya kiroho inahusisha hadi uwezo wa kusema hapana kwa matumizi, kwa maamuzi ambayo yangeweza kuiua kesho yako, ingeweza kuiathiri na kuiharibu kesho yako. Mungu haimizi mafanikio ambayo hayana uhusiano na kazi. Uaminifu bila mpango ni kupoteza rasilimali za mbingu na utadaiwa. Unakuwa mwaminifu sana katika kurudisha zaka na sadaka, lakini hatuna mipango, hauna magara ya kutunzia hizo baraka, ni kuiwakilisha vibaya serikali yako ya mbinguni. Je, nikuulize swali, uko tayari kuanza kuishi kwa mikakati ya kimungu? Uko tayari kuanza kuweka mipango kwa ajili ya kupokelea baraka za Mungu? Uko tayari kuanza kuibua tena vyombo vyako vya kupokelea baraka zile kutoka kwa Mungu? Kama uko tayari na unasema nahitaji sasa na mimi nifanye kupitia mfumo wangu wa matoleo hivi vitu 5, kuna sehemu kimoja kilimisi, nataka Bwana anisaidie nikijaze, Mungu akubariki sana. Unaweza ukaandika hapo chini
Mungu nibariki, nipe baraka zangu, ili mimi nimejitoa, nasema na mimi nimejitoa kuanzia sasa, kuanza kuandaa mifumo ya kupokelea baraka kutoka juu kwa kila ninachokitoa. Mungu akutendee. Kumbuka, Mungu wako anakupenda, na Mungu ndiye suluhisho la kila kitu kupitia Biblia hii ambayo tunajifunza, na yeye ndiye mwenye nguvu. Power belongs to God. Nguvu zinamilikiwa na Mungu. Baba, nakushukuru kwa ajili ya mtoto wako huyu. Amepokea neno hili na amesema kuanzia sasa ataendelea kukutolea zaka na sadaka katika kanisa alaloabudu. Lakini pia namshukuru kwa sababu ameamua kuanzia sasa anakwenda kuwa mtu wa mikakati, mtu wa mipango, mtu wa 3D, mtu wa utekelezaji wa vile ambavyo Bwana umempa. Na kushukuru maana naona Mungu kimfanikisha sana, na tangia sasa amegundua hata fedha, money is spiritual. Fedha ni jambo la kiroho ambalo linahitaji usimamizi na linahitaji mipango, linahitaji hekima za viwango vya juu. Baba, mpe hekima mahali ambapo hekima ilipungua. Chochote ambacho atakianzisha kikuze zaidi na zaidi. Mpe ufahamu, mpe ujuzi wa maeneo haya ya kifedha kimaandiko, ili mwisho wa siku chochote ambacho utakifungulia kwake kiweze kuwa baraka na kichocheo cha kuokolewa katika uzima ule wa milele unapokuja mara ya pili, katika jina la Yesu. Amen.